Mafanikio. Ndugu mheshimiwa, kikundi chetu kina mafanikio kama ifuatayo. Tumefanikiwa kuongeza mabwao kutoka bwao moja hadi 4. Tumefanikiwa kuongeza vifaranga toka vifaranga 400 hadi vifaranga 5,400. Pia tumeweza kujenga mahusiano na wataalamu wa uvuvi ndani ya kata wilaya. Pia tumejenga mahusiano na vikundi vya ufugaji na visivyo vya ufugaji na watu binafsi walio na mabwao. Tumepata mkopo wa halmashauri wa 10% mara 3. Na kama tuliandaa kabla hatujaingiza hii kutoka halmashauri ya Tarime DC. Tumefanikiwa wana kikundi kusomesha watoto, kujenga nyumba za kudumu, kununuliana pikipiki kutokana na mapato ya ndani ya kikundi. Changamoto zinazotukabili kikundi cha ufugaji samaki na kilimo Kebweye. Ndugu mheshimiwa mkuu wa wilaya, kikundi chetu cha ufugaji samaki na kilimo kinakabiliwa na changamoto kama ifuatavyo: pesa ya kuendeshea miradi ya kikundi, mashine ya kuchanganyia chakula, mashine ya kupampu maji, chakula cha samaki, elimu ya ufugaji wa samaki, usafiri baada ya uvunaji, uzio wa kikinga bwao, miundombinu, samaki wanaokua kwa haraka wasiwa kuzaliana kwa wingi. Mkopo tunaopewa na halmashauri haukizi kuendesha miradi ya kikundi. Maombi ya kikundi kwa ndugu mheshimiwa. Ndugu mheshimiwa mkuu wa wilaya, kikundi chetu cha ufugaji wa samaki na kilimo Kebweye tuna maombi kama ifuatavyo. Tunaomba pesa za kuendeshea mradi wetu wa ufugaji wa samaki na kilimo, kwani tuna upungufu wa fedha kwa kiasi kikubwa. Tutafutie wahisani au wawekezaji, mashine ya kuchanganyia chakula na mashine ya kupampu maji. Uwe mlezi wa kikundi chetu, mbolea na mbegu kwa ajili ya kilimo, kupeleka semina juu ya ufugaji wa samaki ndani ya wilaya na nje ya wilaya, kutambua magonjwa yanayokabili mazao kama vile kimeta, mitego ya kuvunia samaki. Changamoto hizi ambazo zimezungumzwa na vikundi tumekwisha zitatua. Ambayo naiona moja hapa ni mafunzo ya kutembelea wataalamu wa kulima, wazalishaji wengine ambao wamefanikiwa zaidi. Hilo ndio ambalo hajafanyika, lakini tutawasiliana na afisa mifugo, afisa uvuvi, ufugaji wa samaki ili awawezeshe vijana kwanza na sisi hapa. Lakini hapa kuna wafugaji wazuri sana ambao wamefanikiwa kwenye hii miradi. Lakini habari za mashine ya kuchanganyia chakula tayari tumekwishapatia mkopo karibia milioni 30, ambao ndani humo kuna hilo eneo la kuna hivyo vifaa ambavyo wamevitaja hapo kwenda kuvinunua. Lakini nafikiri pia kikundi kina lima mahindi. Nimesikia kwamba wamevuna gunia 40. Naamini baada ya mafunzo ambayo wakinunua mashine watafundishwa na mtu ambaye afisa uvuvi aliwaelekeza kwamba ni mtu ambaye amefanikiwa na ameunganisha naye, atawafundisha jinsi ya kutengeneza chakula wenyewe badala ya kununua, ili kupunguza gharama ambazo sio za lazima. Lakini swala la ulezi liko kwako. Naomba uwe mlezi, watafutie wahisani na wawekezaji, ili tutashirikiana kuhakikisha kwamba wanatafutia walezi na wahisani wengine ambao watawafundisha hata uhifadhi sasa, kuongeza mnyororo wa thamani. Kwamba kama wanaweza wakamhifadhi yule samaki, wakamzalisha na akamhifadhi au kumongezea ubora, ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi halmashauri ya wilaya Tarime tumejinasibu kuhakikisha kwamba tunasaidia vijana waondokane na utegemezi wa ajira serikalini, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wanatumia fursa hizi za mikopo na fursa nyingine zilizopo Tarime na nje ya Tarime, kuhakikisha kwamba wanajikwamua kiuchumi na kupata ajira. Sasa hii ndio kazi ya Mama Samia. Na hii ndio Tarime ya nani? Ya Mama Samia. Ni Tarime ya maendeleo. Nilikuwa naongea na mmoja hapa, namwambia hivi, mtu akwambia wewe ndio kaandamane na hii shughuli ulionayo, anasema yeye akisema nikaandamane, mimi naenda kuandamana kwenye maendeleo. Kweli Nitaenda kutengeneza chakula cha samaki wangu, nitaenda kuangalia shamba, nitaenda kuangalia mabwawa yangu ya samaki, na kazi zinaendelea. Yeye anayekuhamasisha yuko huko, amefungiwa mahali, anataka na wewe utoke ukapata matatizo. Lazima tukuze uchumi. Mimi niwapongezeni sana hiki kikundi. Yaani mlichoanza ninyi na serikali inawaunga mkono. Tayari hapa zaidi ya milioni 30 mmeshapewa.
Kwa hiyo zile changamoto nyingi ambazo mmezisema hapo zinaenda kutatulika. Lakini huu sio mwisho wa maendeleo ya jamii. Vikundi kama hivi tuviongezee fedha. Sasa kwanza tunaona mnyororo wa watu ambao wameajiriwa hapa au wamejiajiri wenyewe kwenye ufugaji wa samaki na kukuza uchumi. Na soko la samaki ni kubwa. Mahitajio ni makubwa. Hapo mmeniambia samaki moja inaenda mpaka kilo 1, mpaka kilo 2, gramu 500, gramu 600. Safi kabisa. Kwa hiyo tuendelee kuongeza bidii ya kufuga samaki hawa, na mmeniambia mnataka kuongeza mabwawa. Ni jambo zuri sana. Hebu tujipigie makofi. Hii kazi mnayofanya hapa, kuna kijana mwingine amekaa mtaani. Hajui kama kuna hiki kitu kinafanyika. Na sisi Tarime tuna rasilimali za kutosha. Sisi Tarime maji yanazurura. Lazima tuyafanyie kazi. Tuongeze uchumi, tupambane kwenye uchumi, tuandamane kwenda kufanya kazi za kiuchumi za maendeleo. Lakini amfugi tu, mnalima, mna pikipiki, maana yake muongezeko wa fedha kwenye makundi yenu, lakini na nyinyi mtu mmoja mmoja imekuwa mazuri. Hapo mmeniambia mmeweza kusomesha watoto, mnaweza kujenga, mnaweza kuhudumia familia vizuri. Watoto wanafurahi kupitia kazi ya mikono yenu. Mimi niwashukuruni sana kwa hii kazi ambayo mmefanya hapa, na nipombe afisa maendeleo ya jamii inapotoka awamu nyingine, hao ndio kuongezea mkopo. Sawa. Na mmeniambia mmeshakopa zaidi ya mara 3. Na zote mmerejesha. Hii ya 4. Unaona? Na tunarejesha kabla ya wakati. Kwa hiyo mimi hamasishe vijana wengine wasitegemee kwamba kuajiriwa. Unaweza kujiajiri mwenyewe. Hapo mmeshajiajiri wenyewe. Na kicho nifurahisha zaidi kuona mchanganyiko. Hapa kuna kina mama. Wako ngapi? Ndio wengi. Ndio wengi. Na vijana. Kwa hiyo mmeweka muunganiko mzuri. Kina mama saizi mnashika uchumi. Na Mama Samia anataka sisi tuhakikishe viongozi wote tuwasaidie vijana ambao wanajitoa, tuwasaidie kina mama ambao wanajitoa. Na sisi sasa hivi halmashauri hii ya Tarime vijijini ina makusanyo makubwa. Target kwa mwaka ni bilioni 19. Na namna tunavyoongeza makusanyo haya ndivyo fedha hii ya 10% inavyoongezeka kwa vijana, kwa kina mama na yale makundi maalum. Mwaka huu tumevuka target. Nimpongeze mkurugenzi wa halmashauri hii ya Tarime vijijini. Ni kweli. Tumevuka target. Zaidi ya 100% tumekusanya katika zile bilioni 19 ambazo tunakusanya. Maana yake ni namna ambavyo tunazidi kukusanya na fedha ambayo inaenda kwenye vikundi mbalimbali vya maendeleo kwa vijana na kujikuza kiuchumi inaongezeka. Leo tayari mmeshapewa milioni 30. Na tunatarajia mtaongeza fedha nyingine kwenye kikundi. Lakini cha msingi zaidi, kutokana na tija hii kazi, nimeomba kupata mafunzo. Hebu tuwatafutie sehemu ambapo waenda kajifunze ufugaji bora zaidi ya hapa alipo. Wanafuga vizuri lakini hapo tunahitaji hapo sport. Tushindwe halmashauri pate elimu. Hawa watakuwa mfano mzuri wa vikundi vingine. Na Tarime tuna vikundi vingi na vyote vinapewa fedha. Mpaka sasa tangu Daktari Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani, zaidi ya bilioni 9 tumetoa kwenye vikundi mbalimbali. Maana yake ni moja ya kikundi ambacho kimepata unufaikaji kwa hiyo fedha. Na sisi kama wataalamu au watumishi wa halmashauri tufanye kazi usiku na mchana kuwahudumia wananchi. Na ndio maana hata sisi hatujalala, tumemkia Kebwei leo saa 12. Ndio. Tukifanya kazi usiku na mchana tutakuwa tunaunga jitihada za Mheshimiwa Rais. Kasi ya Mama Samia ni kubwa sana ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Kwa hiyo na sisi ambao tumepewa dhamana, hebu tuendane na kasi ya Mama Samia. Tuendane na kasi ya mama yetu. Anachotaka wanyanyue kina mama kama nini? Vijana kama nini? Muwe matajiri, na nyinyi ni matajiri wa kesho, mimi nawaambia. Ninyi ni matajiri wa kesho. Msife moyo. Mwende kuungana kwa pamoja, mshirikiane, usiwepo na migogoro kwenye kikundi. Na leo mmenipokea vizuri, mimi nimefurahi sana. Mimi nisema haya mapokezi mliofanya haya, mmempokea Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa rais hapa leo atatuma mwakilishi hapa. Mimi ndio mwakilishi wa Mheshimiwa Rais kwenye wilaya. Kwa hiyo mapokezi haya mmeyafanya kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Junto TV.